Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Story kubwa inabaki kuwa kule Irani, maziko ya Khamenei, na ulimwengu bado ukiendelea kufuatilia kile kinachoendelea. Nimekwisha kufafanua sana kuhusu hili swala la maziko, nimeshafafanua jinsi yanavyotumika kisiasa, nimeshazungumza sana kuhusu hili, japo tunaweza tukagusia, lakini tupite tuwatazame mambo mengine. Na kwa shauri kuwa matukio mengi bado mnayafuatilia through TV pia live, mnayaona wenyewe. Kuna sababu hata ya kuwasimulia, ilikuwa hapa. Tunakupasha sasa. Sisi ni watu wa uchambuzi, kufanya uchambuzi wa mambo yanavyoendelea. Yako mengi yanaendelea, yako mengi, na mengine yanashangaza tu. Jana aliropoka Donald Trump, anasema kuwa nashangaa kuona watu wengi vile, na labda tungefanya uamuzi wa kuangamiza maadui zetu kabisa hapo. Hii kauli kwa kweli nilizungumza, nadhani narudia kuwa tunapita katika sehemu ambayo tulishajua, yani njia ambayo tunapita tulishajua. Nilishawapa indhari na tahadhari kuwa ikiwa tu Donald Trump atabaki kuwa rais, basi tutarajie tutakuwa tuna ulimwengu wa ajabu sana ndani ya miaka iliyobaki mitatu. Dunia ambayo haitokuja kuwa na utulivu kabisa. Dunia ambayo itakuwa na mambo mengi ya kushangaza. Dunia ambayo itaondoa nadharia. Unajua, miaka mingi watu tuliaminishwa kuwa dunia inatembea kwenye haki, kwenye sheria, kwenye utaratibu ambao umewekwa na dunia, na tukawa tukionyeshwa hiki baada ya hiki. Kwa nini hawa hawatekelezi hili? Hawa wanakwepa demokrasia, hawa wanakimbia hili. Kwa hiyo kulikuwa kuna mambo mengi ambayo yanafuatana katika muktadha huo, tukua dunia ilikuwa hapo. Lakini ukweli kuwa Marekani na Donald Trump wametudhihirishia wazi kabisa wa mapengo, magepu, yani matatizo mengi ya mifumo ya ulimwengu ambayo tuliaminishwa kuwa hii ni mifumo inayofanya kazi. Yani toka Donald Trump amekuwepo, ametuonyesha kwa wazi na kwa vitendo kuwa hivi vitu vyote tuliviweka kama bandia. Vitu vyote tuliviweka kama bandia, yani kama maigizo. Asubuhi nilikuwa kwenye kipindi cha Morning Trumpet pale UTV, My Home Ground. Tulikuwa tuna mjadala hasa kuhusu kile kinachoendelea ndani ya Irani. Swali moja aliniuliza Balqis, aliniuliza kuwa kwani mwenye haki ya kukaa na wakagua, yani mamlaka ya kukagua nani ana nyuklia nani hana nyuklia, ipo kwa Marekani? Yani yeye pia hilo swala analishangaa. Yani nilimjibu nikamwambia kuwa Marekani anadhihirisha au anatudhihirishia tu kuwa sheria zote zilizowekwa duniani ni sheria bandia. Yani ukisikia tu kuna hiki, ndio maana mimi huwa sipingi kile kitu inaitwa haki za binadamu, lakini napinga wale wanaokipigia kelele hiyo haki ya binadamu, huku wakijaribu kutupa mifano za kuwa kina nani wameotekeleza haki za binadamu, wakituonyesha eti hao waliowaambia kuwa haki za binadamu zinafuatwa duniani eti wao ndio wametekeleza, hali ya kuwa wao ndio wavunjaji wakubwa wa kile kitu kinaitwa haki za binadamu. Nadhani wiki jana nilizungumza kidogo kuhusu kile kinachoendelea Kongo na madhara yaliyotokea Kongo na ile picha iliyotengenezwa ya Kongo. Yani Kongo ilihujumiwa kusudi na imehujumiwa kusudi, kuwa haiwezekani Kongo kukaja kuwa taifa lenye kujiweza. Haitokuja kutokea. Kongo haitokuja kutokea kuwa nchi ikawa stable, ikawa na jeshi imara ambalo linaweza likalinda rasilimali zake, likalinda raia wake, likalinda chochote. Haitokuja kutokea. Labda ije tokee sijui mabadiliko gani makubwa sana yatokee duniani, au Kongo yenyewe iamue rasmi kujisalimisha kwenye moja ya nchi yoyote yenye nguvu duniani kubwa. Iamue tu bana,
naomba nibaki kuwa koloni lako, naomba nijisalimishe kwako, linda mipaka yangu, kitachopatikana tutagawana mimi na wewe. Ndio inaweza ikatokea. Lakini kama Kongo itaendelea kufuata mifumo hii ambayo imesetiwa duniani kuwa matatizo yetu tuyapeleke kwenye shirikisho la kikanda, tujadili, tuende kwenye Umoja wa Mataifa, tujadili, tutoke hapo tuzungumze, Kongo hiyo kitu kinaitwa amani itabaki ni historia ya maisha yao. Hawatoipata, kwa sababu kinachofanyika Kongo sio bahati mbaya. Sio bahati mbaya. Kinachofanyika ni vitu ambavyo viliandaliwa miaka mingi. Yaani miaka mingi watu wameandaa, utaratibu umeandaliwa, kila kitu kimeandaliwa kwa tutapita hapa, tutatoka hapa, tutafika hapa. Kila jambo limeandaliwa. Kwa hiyo haya mengine yote yanakuja tu katika utekelezaji. Yaani hiyo ni utekelezaji, ndio Kongo inachokipitia hivi sasa. Niliwaambia kuwa ilihujumiwa kabisa kuwa ni nchi ambayo haiwezi kanunua silaha duniani. Utajilinda vipi bila silaha? Hali ya kuwa wapinzani wako wote wanakuwa na silaha bora zaidi kuzidi wewe. Huwezi kujilinda. Kwa hiyo ilikuwa ni ajenda ya kusudi kabisa imefanyika hivyo. Sasa uamuzi wa Donald Trump wa ulimwengu wa sasa umekuja kuthibitisha vitu vingi ambavyo sio halisi. Nilianza kuwaelezea kuhusu kwanza alivyoingia Donald Trump, alivyoishughulikia mahakama ya ICC. Mmeona kilichotokea. Mahakama ikaenda ikawekewa vikwazo. Mahakama ya ICC ikaenda ikawekewa vikwazo. Majaji wakawekewa vikwazo. Waendesha mashitaka sijui wakawekewa vikwazo. Nchi ambazo zilionekana bado ziko nyuma ya ICC zikawekewa tishio na vikwazo kuwa kama mtaendelea kutoa usaidizi kwenye mahakama hii mtakuwa sio marafiki zetu na hatutowasaidia. Sasa unakaa unafikiria kuwa huku kwetu mahakama zikiguswa wao ndio wa kwanza kuja kutoa vitisho kabisa kuwa mnazuia haki na mihimili ya haki haifanyi kazi kwenu. Kwao mahakama zikifanya kazi dhidi yao zinawekewa vikwazo na hakuna wewe huwezi kutushtaki sisi. Ndio sio, umeelewa hiyo tofauti unaiona kwa sasa. Hilo tukaliona, lakini tumeona uvunjifu mkubwa wa sheria za kimataifa kuakisi kile kinachoendelea, kuanzisha kwa vita. Donald Trump alisema yeye kuwa anakuja madarakani yeye ni mtu wa amani na hataki kabisa vita. Mwaka mmoja tu wa kuwa kwake madarakani ameshambulia zaidi ya karibu nchi 10 amezishambulia kwa makombora. Karibu nchi 10 kwa mwaka mmoja amezishambulia kwa makombora. Sasa wakajiuliza kuwa alichokuwa anazungumza kuhusu kuwa hataki Marekani kwenye vita, hataki nchi zishambuliwa, hataki nini. Huyu ndio alikuwa akituaminisha kitu kama hicho. Alikuwa akilalamikia kuwa wakati alikuwa nje ya madaraka, mifumo ilikuwa imeshughulika naye sana na imemshambulia sana yeye. Kwa hiyo akaapa kuwa atakuja kulinda demokrasia na kuhakikisha kuwa haki zitazungumzwa na watu watazungumza. Yeye kukaa pale madarakani hakuna mtu anazungumza. Leo hii kama wewe utakuwa ni mgeni ndani ya Marekani, si raia wa Marekani, ukaanzisha ukosoaji wako dhidi ya serikali, hawatokuacha salama. Ima wakurudishe kwenu au wakukamate. Hawatoruhusu hilo. Kwa hiyo vitu vinazidi kudhihirika tu kuwa yani maamuzi mengi yamekuwa ni maamuzi ya yeye anachotaka. Anajichukulia uamuzi wa kuamua mambo mengi ambayo kinyume chake. Akatuanzishia kinaitwa Board of Peace, ile bodi ya amani ambayo kuwa na yenyewe ni ya hovyo tu. Hakuna chochote cha maana inachotekeleza. Lakini kaja kachekesha zaidi juzi. Umeona hii story inaendelea ya World Cup. Yani acha World Cup ilivyokuwa na makandokando mengi, manake imekuwa World Cup kilalamikiwa sana. Yani nilimsikia Trevor Noah kwenye maoni yake. Unamjua Trevor Noah, yeye anapenda kumtania Trump na mtu mchekeshaji wa South Africa. Trevor Noah anasema kuwa tumekuwa na World Cup ya hovyo kabisa kwa sababu wachezaji kutoka nchi za Afrika na nchi za Mashariki ya Kati wanapoenda kwenye interview za vyombo vya habari wanaulizwa mambo yasiyowahusu ambayo wa Marekani na nchi za Ulaya hawaulizwi. Mchezaji anaulizwa vipi kuhusu Hormuz wa Iran, inamhusu nini? Mbona hii ni masuala ya michezo, yanahusiana na siasa kule, lakini analazimishwa azungumze masuala ambayo yeye hayahusiki. Vipi kuhusu mnaizungumziaje serikali ya Irani? Sasa anakaa, yani ni vitu ambavyo vinachanganya kuwa kwa nini inaletwa kwa wakati huu? Kwa nini wachezaji wa Marekani hawaulizwi kuwa mnasemaje kuhusu kuingia kwenye vita yenu? Kwa nini hawaulizwi nchi zingine? Alikuwa akizungumza Trevor Noah, anasema kuwa ni hovyo kabisa. Ukienda nchi za Mashariki ya Kati ni hivyo hivyo. Kwa hiyo tumekuwa kwenye World Cup ya namna hii. Sasa kituko zaidi kilikuja kuwa yule mchezaji wa Marekani yule, mimi si shabiki sana wa mpira, alikuwa amepewa red card. Nadhani alipewa red card yule mchezaji wa Marekani kwenye mechi ya ilikuwa mechi gani ile? Anaitwa Florian Balogun. Alipewa kadi nyekundu kwenye mechi alikuwa anacheza kati yao na Bosnia and Herzegovina. Alimchezea rafu yule Tarik Moharemovic ambao Marekani alishinda 2. Alipewa kadi hapo. Sasa
kawaida na sheria ya kadi kuwa hawezi kucheza game inayokuja. Yani huo ni uamuzi ambao unakuwa ni wa FIFA. Ajabu kuwa Donald Trump akampigia simu nani? Rais wa FIFA Infantino, kumwambia kwa hebu angalia namna yoyote unavyoweza kuokoa hili jahazi lisije kutokea. Kauli ya FIFA jana ikatolewa kuwa kadi imefutwa ile nyekundu, na kuwa huyu mchezaji ana haki ya kucheza kwenye mechi ya Jumatatu leo ambayo Marekani watacheza na Belgium, nadhani watacheza na Belgium. Anayo haki. Imeacha vinywa wazi wapenda michezo, au imeacha vinywa wazi katika kile ambacho kiliaminishwa kuwa masuala ya siasa yako pembeni kabisa na michezo. Leo hii hata hapa kwetu ilivyo, ikiwa hii chama cha soka na masuala ya mpira, serikali ikitia comment au serikali ikaweka shinikizo lolote kwenye vyama vya michezo, tayari nchi inafungiwa, inaondolewa kabisa kuwa hatutawafungia na hamtoshiriki michezo. Kwa hiyo ni kama walikuwa wamejitengeneza kaulinzi kao fulani, lakini ajabu inakuwa maamuzi ya kisheria ya mfumo ambao umewekwa unaamuliwa wapi? Unaamuliwa na wanasiasa ambaye ni Marekani. Hii ni dhahiri nyingine ambayo inadhihirisha wazi kuwa mifumo yote ambayo mlidanganywa kuwa hii mifumo inafanya kazi, hii mifumo inafanya kazi kwenu tu. Yani kuwa hizi sheria, haki, sijui ni nini, huwa zikiwa kwenu zitakuja zitafanya kazi na haki itapatikana. Leo hii unazungumza kuwa ulimwengu wa pili wa magharibi unaunga mkono kukamatwa kwa Duterte aliyekuwa rais wa Philippines ambaye yuko kule kwenye mahakama, wanaunga mkono. Lakini karibu wote, ulimwengu wa magharibi wote uliunga mkono mashtaka ya kukamatwa Vladimir Putin pamoja na yule msemaji wake yule Maria Zakharov, yule mwanamama yule. Hawa wakamatwe kwenye kesi gani? Kwenye kesi ya ICC ya mwaka 2022 kule Ukraine. Kwa sababu gani? Putin alihamisha watoto 313 wa Ukraine kuwatoa kwenye huku upande wa pili wakapeleka upande wa pili wa Urusi. Kwa hiyo ilikuwa ni kosa kupitia mkataba wa Geneva, ni kosa kuhamisha jamii moja kuipeleka jamii nyingine. Lakini Israel imeanzisha entire Palestina, yani entire Gaza. Naweza kusema eneo lote la Gaza watu wamehamishwa, si mara moja, mara 200,000 labda. Wamehamishwa huku, wanapelekwa huku, wamehamishwa huku, wanapelekwa huku. Lakini hawa Ulaya ambao wanasapoti mashtaka ya bwana Putin kuwa yeye alikuwa na haki ya kukamatwa kupitia mahakama ya ICC, karibu wote wanapinga kukamatwa kwa Netanyahu ambaye amefanya zaidi ya hilo. Yeye si tu kuhamisha wa Palestina, ameua zaidi ya watoto 21,000 wa Palestina wameuawa katika hiyo Gaza. Lakini upande wa Marekani wanakuambia no, this is not genocide, yani kuwa hawataki kabisa, hii sio genocide. Lakini wanakiri wazi kuwa Urusi imefanya genocide na imefanya makosa makubwa kwa kuhamisha watoto 300 wa Ukraine, kuwahamisha. Na Urusi ilisha wakabidhi watoto wengi, kwa sababu kilichofanya Urusi ilihamisha watoto kwenye mstari wa vita ili wasidhurike na vita. Kwa hiyo watoto wengi walikusanywa wakahamishiwa upande wa pili, baadaye wakaanza kuunganishwa na familia zao. Kwa hiyo ile kosa la kuhamisha kupeleka upande wa pili lilikuwa ni kosa, lakini yeye aliwarejesha upande wa pili. Ila huyu si kuwa kahamisha watoto, kaua watoto 21,000, kaua jumla wa Palestina zaidi ya 73,000, kaangamiza jamii zote katika kauli zilizo za wazi za dhamira ya kufanya uhalifu, kuwa tutawaua wote, hakuna yani si ile kusema kuwa hii ilikuwa ni bahati mbaya, yani tunawaua kwa sababu tunataka kuwaua na tunasema tunawaua na dhamira ya kuwaua ipo. Lakini ulimwengu wa pili wa magharibi, sasa Donald Trump kuja kwake ni kuja kutuonyesha kuwa dunia inaishi kwenye drama na maigizo makubwa sana, ambayo watu wameaminishwa tu kuwa eti tuko kwenye dunia fulani yenye usawa sana, na kuamini kuwa ustaarabu labda wa magharibi na ustaarabu wa ulimwengu wa magharibi ndio ustaarabu pekee ambao unatakiwa upelekwe dunia nzima, na watu wote dunia nzima waone kuwa huu ndio ustaarabu. Ustaarabu upi? Ustaarabu ule wa kuwafanya watu wakitembea uchi wanahesabika kuwa huu ni uhuru, yani watu. Lakini pale watu wenyewe jamii yao wanaona kuwa kwa mujibu wa jamii zetu na sisi tulivyo, ustaarabu wetu sisi ndio kila kitu, na tumefundishwa kujistiri na kuvaa vizuri, wakaamua kujistiri na kuvaa vizuri, wanaambiwa kuwa hawa wananyanyasika kwa kiwango kikubwa na wanadhulumiwa haki zao, ila haki zao zilikuwa ni wao kutembea wakiwa uchi. Ni ajabu sana kuona ulimwengu wa magharibi kuwa eti ndio ulimwengu wa kistaarabu. Niliwahi kuambia jambo moja kuwa
Bill Clinton mwaka 93 alishtakiwa kwenye kesi ya kutembea au kujihusisha kimapenzi na sekretari wake ambaye alikuwa wakati huo ni Monica Lewinsky. Wengi wanakumbuka waliokuwa miaka hiyo. Alikuwa anaitwa Monica Lewinsky. Ilikuwa ni kashfa kubwa ambayo ilifikia mpaka kumpelekea kuwa huenda angeondolewa kwenye hiyo nafasi, kwa sababu walimuimpeach na kashfa ikawa kubwa sana ya Monica Lewinsky na Bill Clinton. Iliunguruma sana miaka ya 90, mwanzo miaka 90. Ninaikumbuka japo nilikuwa bado kabisa ninasoma. Yani nilikuwa bado kabisa niko primary, lakini kwa sababu haya mambo nimekuwa nikiyafuatilia miaka mingi, kwa hiyo nilikuwa nikizifuatilia taarifa wakati huo. Kwa hiyo hili jambo mimi nalikumbuka la Bill Clinton na Monica Lewinsky. Sasa hawa ndio wazungu ambao hiyo ni kashfa. Donald Trump alishtakiwa karibu mara 2 mara 3 kwenye kesi ambayo anatajwa kuwa Donald Trump alijihusisha na kimapenzi na mwanamke ambaye anajiuza. Yani mwanamke ambaye anajiuza, anafanya biashara ya kujiuza. Ilikuwa ni kashfa ambayo kwa inatajwa kuwa wafuasi wa Donald Trump walienda kumnyamazisha yule mwanamke, wakamlipa fedha nyingi anyamaze, aache hiyo kashfa kwa sababu huyu anagombea urais na nini atakuwa rais. Hiyo ilizungumzwa katika muktadha huo. Hawa ndio wazungu ambao wanakuambia wanalinda sana maadili. Lakini niliwahi nikawaambia kuwa lau huyu Donald Trump ambaye alishtakiwa kwa kesi ya mwanamke ambaye alikuwa kahaba, mwanamke ambaye ni kahaba, kesi yake alishtakiwa. Kama Donald Trump angekuwa na kashfa au ingekuwa taarifa, manake wao sio kashfa, ingekuwa ni taarifa kuwa Donald Trump anajihusisha kimapenzi na mwanaume mwenzake, isingekuwa kesi. Wala ingehesabika kuwa huo ni ustaarabu au huo ni uhuru wa mtu kuamua anachokiona. Yani huo ni ustaarabu na wala hamna kashfa. Hata kama Donald Trump ingekuwa kashfa yake kuwa alienda kumnunua mwanaume mwenzake na wakawa na uhusiano, ingehesabika katika ulimwengu wa magharibi kuwa ni uhuru na ni ustaarabu wa watu wana uhuru wa kuamua kile wanachokiona. Lakini Donald Trump kujihusisha na mwanamke ambaye ni kahaba, ni mwanamke, hiyo ni kashfa. Yani kuna wakati unashindwa kuwaelewa hawa ustaarabu wao, yani tafsiri ya ustaarabu wao ambao huwa wanaulazimisha uende duniani na watu wauchukue kudhani kuwa huo ni ustaarabu. Niliwaambia mwaka juzi mara 2 hapa Uingereza kulikuwa kuna kashfa ya aliyekuwa waziri mkuu wakati wa Boris Johnson. Nadhani mnakumbuka. Kashfa ya kwanza ilianzia wakati wa corona. Boris Johnson aliondolewa kwenye mamlaka na wa conservative wenzake. Manake wale ni wahafidhina. Yeye alikuwa kwenye chama cha conservative. Lakini walimuondoa madarakani katika kashfa 2. Kashfa ya kwanza wakati nchi imeweka lockdown, halafu ya wakati ule wa corona, unajua hamna mikutano, hamna kukutana, hamna. Yeye Boris Johnson akaamua kufanya party na washikaji zake kwenye pale Downing Street, kwenye ofisi ya waziri mkuu pale Uingereza. Akaamua kufanya party na washikaji zake mle ndani. Sasa akawa amevunja kanuni ambazo ziliwekwa za watu kutokukutana, yani mikusanyiko, kuepusha mikusanyiko. Kwa hiyo yeye aliwaita washikaji zake wakafanya sherehe mle. Baadaye mamlaka zikajua, wakamchukulia hatua na akapigwa faini kupitia hiyo. Kashfa ya pili ambayo ilikuja ikamuondoa kabisa Boris Johnson, ilikuwa ni kashfa alimteua mmoja wa mawaziri aliowateua. Huyo waziri aliwahi kutajwa katika kashfa ya unyanyasaji wa wanawake. Mmoja wa mawaziri ambao aliwahi kumteua, yani kamteua waziri aliyekuwa waziri kwenye moja ya kashfa. Huyo waziri alitajwa kuwa aliwahi kunyanyasa wanawake, lakini yeye akamteua kwenye nafasi ya uwaziri. Sasa alipohojiwa kuwa kwa nini ulimteua mtu ambaye ana kashfa, akasema nilikuwa sijui, ndio maana nikamteua. Lakini ukatolewa ushahidi kuwa alikuwa anajua, alishapewa hiyo taarifa na mmoja wa wafanyakazi kuwa huyu unataka kumteua ana kashfa hii na hii. Baadaye ikajulikana kuwa yeye alikuwa na hiyo taarifa, wakaamua kumuondoa. Hiki wanaita kulinda maadili. Yani hii ni kulinda maadili. Lakini leo hii ukichukulia nchi kama Uingereza, ambayo naweza kusema kuwa ni nchi inaokuza ushoga duniani kuliko hata Marekani. Uingereza ndio umevuka kiwango cha hali ya juu. Watu wanaishi Uingereza wananielewa sana ninachokizungumza. Leo hii katika karibu kila ofisi ya umma Uingereza, ndani yake kutakutwa na mtu wa aina hiyo. Tena sheria za kazi, hakuna ubaguzi na umchangamkie kama wengine. Yani hautakiwi kuonyesha kumbagua kwa namna yoyote, na anaweza kawa bosi wako na yani akawa huru, yani umuone akiwa huru, na utakiwi kuonyesha ishara. Yani hata ukionyesha mtu simpendi mimi hata nikaribia hapa, akipeleka complain tayari wewe upo kwenye matatizo makubwa sana. Yani
dunia inatembezwa kwenye njia ya ushetani. Ninapozungumza njia ya ushetani, maana yake ninachukua nadharia ya makuzi na malezi na tulikotoka. Nilisha kusema kuwa sisi mfano tuliokulia kwenye nchi hii, tuko zaidi ya 98% ambao tumelelewa kwenye dini. Zaidi ya 98% wote tumezaliwa katika mfumo wa kidini. Uwe upande wowote umezaliwa katika mfumo wa kidini. Kwa hiyo sisi tunaamini uwepo wa Mungu. Kwa hiyo tunaweza kusema kuwa sisi ni katika wale wachache ambao tunasema mioyo yetu iliyo hai. Yani mioyo iko hai, ndio maana tunaweza tukaona vitu kama hivi. Na tunaamini katika dini zetu zote kuwa zote zinapinga hili swala. Lakini huwezi kuamini kuwa dini zetu zilizotulea zikatupa makuzi na mafunzo na tunavyoweza kuwasiliana na watu na tunaweza tukawaheshimu watu, wazazi na majirani na kila kitu. Na kila tunavyozungumza na watu tukua kiasi kikubwa haya yote tunayatoa kutoka kwenye mifumo ya kidini. Dini zetu zinatueleza kuwa huu ni uchafu mkubwa kabisa na ni mbaya kabisa. Lakini ulimwengu wa pili wa magharibi ambao unatulazimisha tuishi katika ulimwengu wao na kuamini kuwa wao ndio waanzilishi wa ustaarabu, wao ndio waanzilishi wa dunia ya sasa, wao ndio wanajua kila kitu chao kizuri tukifate, wao wanatulazimisha sisi tukubaliane na yale ya kwao. Yani yale ya kwao ambao sisi kwa mujibu wetu ni uchafu usiofaa kabisa, lakini wao wanataka kutuambia kuwa hiyo ndio njia. Na huo ndio ustaarabu ambao mnatakiwa nyinyi muishi katika huo ustaarabu. Sio, umeelewa? Yani wanatulazimisha tuishi humo. Sasa hii ndio dunia ambayo kuna kasuku ambao wamelishwa, wamekaririshwa kuwa mnatakiwa mtetee haya kwa kiwango cha hali ya juu sana. Mtetee hiki kitu. Na ndio maana tunaona kuwa wanatetea kwa nguvu zote, kwa hali na mali, wanatetea haya mambo kwa sababu nje ya kufadhiliwa kifedha, lakini ndio walichofundishwa, wakaaminishwa kuwa haya ndio yanapaswa yawepo duniani. Jamani, ulimwengu wa wastaarabu uko kwenye vita kubwa sana na ulimwengu uliopotea kabisa ambao unajaribu kulazimisha dunia iende kwenye kupotea zaidi katika taswira ya kuwa ndio iko sawa. Yani taswira inayoletwa duniani kuwa huku ndio tuko sawa, lakini ndiko kwenye kupotea kuliko potea. Sasa leo tunalazimishwa kuwaona hawa watu kuwa ndio special sana duniani na tunapaswa tujifunze sana kwao, tunapaswa tuwafate sana wao kwa sababu wao jamani. Rahby Digital, haki na ukweli.